Mwanaume, hakuna kitu kitakachokuumiza kama kumbadilisha mwanamke aliyeanza kukudharau kwa sababu umepoteza. Ndiyo, zamani wewe kama mwanaume ulikuwa unasimama vizuri kama baba kwenye familia yako, ulikuwa unahudumia familia yako, kila kitu kwenye familia yako ulihakikisha hakikosekani. Ulijitahidi kuperform vizuri kama baba, lakini kwa bahati mbaya kwenye maisha yetu ya kila siku tunapitia changamoto. Umepitia changamoto, biashara zako zimesimama, biashara zako zimeshuka au umefilisika. Mwanamke akaanza kukudharau na kukuona wewe useless kwa sababu huna pesa tena. Huwezi kubadilisha mtazamo wa huyo mwanamke. Cha kwanza, huyo sio mwanamke sahihi kwenye maisha yako kabisa. Cha pili, huyo mwanamke hajaanza kukudharau leo kwa sababu huna pesa. Toka muda mrefu alikuwa akikudharau, lakini alikuwa anajificha kwa sababu kipo alichokuwa anafaidika kutoka kwako. Kwa hiyo tunarudi pale pale, huyo mwanamke hakuwa sahihi kwako. Na ndio maana leo alipoona wewe huna chochote, amechukulia hiyo kama chansi ya kuanza kukusimanga na kukudhalilisha na kukushusha wewe. Kwa hiyo wewe kama mwanaume, ikifika wakati una stresi za kupoteza pesa, hakikisha mwanamke uliye naye awe faraja kwenye kipindi unachokipitia. Akiwa ni mwanamke ambaye anakupa tena stresi, anakuvua wanaume wako, anakwambia wewe una kitu gani, anakuita wewe ni mwanaume suruali, ni afadhali ukamwacha kwa wakati huo kwa ajili ya kulinda afya ya utafutaji wako wewe kama mwanaume. Hivi unajua watu huwa wanakata tamaa, wanaanza kuishi maisha ambayo hayaeleweki, maisha ambayo hawajui hata kesho yao kwa sababu ya kushushwa na mwanamke. Wewe kama mwanaume usitegemee wanaume wako udhihirike kwa maneno ya huyo mwanamke. Ukishaona tu mwanamke hawezi kukupa hiyo thamani uliyokuwa ukiitarajia, kubali na muache aende haraka kabisa. Mwanamke akishaanza kukuona wewe ni useless kwa sababu huna pesa, huyo hakuwa mwanamke sahihi kwako. Mbona wako wanaume wengine ambao wameoa wanawake zao na walishawahi kupitia vipindi vya kustruggle, walipoteza pesa, lakini wake zao walibaki kuwaheshimu kama wanaume. Hawakuona kama hiyo ni sehemu ya wao kuanza kuwadhalilisha na kuwasimanga waume zao. Kwa nini wewe mke wako ametegea leo hii umepoteza pesa ndio anaanza kukusema na kukushusha? Maana yake huo ulikuwa ni mtazamo wake wa siku nyingi. Alikuwa hajawahi kukuheshimu huyo mwanamke. Na hiyo leo iliyokutokea ndio inakuwa sababu au nafasi ya yeye kuanza kudhihirisha ile tabia yake kwa nje. Yaani wewe kama mwanaume, kamwe usije ukapoteza muda kubadilisha mtazamo wa mwanamke aliyeanza kukudharau wewe kwa sababu anaona huwezi tena kubeba majukumu ya familia kama baba. Mwanamke akishaanza kukushusha kwa sababu umepoteza, sio mwanamke sahihi na huwezi kumbadilisha. Kwenye maisha yetu ya kila siku, mwanamke mwenye akili timamu lazima ajue kwamba maisha yana changamoto. Kuna kupanda, kuna kushuka na kuna kuteleza. Kuteleza sio kuanguka. Kurudi nyuma sio kupoteza kila kitu. Mtaanza upya na mtafika tena pale mlipokuwepo. Lakini yeye akichukulia hiyo kama nafasi ya kuanza kukunyong'onyeza wewe kama mwanaume, kuanza kukunyanyasa kisaikolojia, kukusimanga vibaya na kukushusha, huyo sio mwanamke sahihi kwako. Kaka, utapoteza. Yaani huo ushindani unaofanya na huyo mwanamke kwa kutaka kumbadilisha, unaona siwezi kukubali huyu mwanamke aondoke, unamkumbatia, unajishusha, unambembeleza. Sio mwanamke sahihi kwako. Mwisho wa siku utaumia wewe mwenyewe. Utaumia, niamini mimi. Kwa sababu wewe utakuwa unaishi kwenye hiyo ndoa huku ukibembeleza, yaani hiyo ndoa wewe ndio unayeitaka. Garantia hiyo ndoa ni wewe kuwa na pesa. Kwa hiyo usipokuwa na pesa wewe utakuwa ni useless. Hatukatai wewe kama mwanaume inatakiwa uperform kwenye familia. Lakini ikitokea mimi kama mwanamke wako, mimi kama mtu naye lala na kuamka na wewe, natambua kwamba sasa hivi mwenzangu amepoteza, hana. Sitakiwi kukudharau kwa sababu huna. Natakiwa niwe mtu ninayekutia moyo ili uanze safari upya, kujipambania na kujitafuta upya. Kwa nini mimi nichukulie hiyo kama chance ya kukuvua wanaume wako? Kwa nini nichukulie kama chance ya kukushusha? Kwa nini nichukulie kama chance ya kukudhalilisha? Kwa nini nichukulie kama chance ya kukushusha na kukufokea mbele za watu, kukushushia heshima, kujitamba kwamba mimi sasa hivi ndio ninayekulisha wewe? Kwa nini nichukue chance ya kufanya vitu kama hivyo? Wanaume wengi wamepoteza ndoto zao kwa sababu ya wanawake. Wewe kama mwanamke, kipindi mwanaume wako amepoteza, inatakiwa umtie moyo. Lakini
Ikiwa wewe mwanamke unamdidimiza na kumnyong'onyeza mwanaume wako huku ukimvua wanaume wake, maana yake wewe hukumpenda, hukuwa una heshima ya ndani kumhusu, hukumheshimu yeye, uliheshimu alichonacho. Mwanamke akishaanza kukudharau kwa sababu huna kitu, hakuwa akikuheshimu wewe, alikuwa anaheshimu kitu ulichonacho. Sasa hivi huna, ndio maana ameamua kuvua hilo gamba lake alilolivaa, kwa sababu hana cha kupoteza kwa yeye anavyohisi. Ndiyo, kubali akuite wewe ni useless. Kubali akwambie wewe sio mwanaume. Kubali akwambie wewe una nini, utanisaidia nini. Wakati mwingine unapotamka maneno hata ya kujitia tumaini wewe kama mwanaume, anakwambia utafanya hicho kwa pesa gani, kukuonyesha tu wewe huwezi kunyanyuka na kutoka hapo. Kubali. Kwani ni shilingi ngapi? Wewe kubali. Kubali, alafu mwambie mama, mimi naomba mimi na wewe tupeane nafasi, nijitafute kivyangu. Nataka nikuachie uhuru. Kwa sababu huyo mwanamke hayo maneno yote anaongea kwa sababu anataka kukufanya wewe ujisikie vibaya. Anatafuta nafasi ya kuachana na wewe. Kubali. Mwambie mke wangu, mimi nimekubali, nenda. Kaka, nakwambia mwanamke yeyote yule anayekupenda atakupenda wewe bila kujali hali ulionayo. Kwa nini mwanamke akupende kwa sababu una uchumi tu? Kwa nini mwanamke akuheshimu kwa sababu tu una uchumi? Hivyo vitu visivyokuwepo mwanamke hakuheshimu tena. Huyo mwanamke lazima ujue kwamba sio sahihi. Unamlazimisha leo abaki kwenye maisha yako, huwazi kuhusu kesho kwamba nikipoteza tena itakuweje? Kwa hiyo wewe unachagua kuwa mtumwa kwa huyo mwanamke? Ndiyo, wewe kama mwanaume unatakiwa kuwajibika, kusimama kwenye nafasi yako kama baba, lakini ikitokea huna namna, mimi mwenyewe mke wako najua kwamba mume wangu sasa hivi hana namna, natakiwa niendelee kukuheshimu vile vile, nikutie moyo. Huyo mwanamke alikuwa na ajenda hiyo toka siku nyingi sana. Sasa hivi anatumia hiyo kama kukunyanyasa wewe, kwa sababu ameshaona amekupata, umeingia kwenye 18 zake. Kile alichokuwa kikisujudia na kukiheshimu kwako huna tena. Ndio maana huyo mwanamke anakudharau. Hakuna mwanamke atakaye kuumiza kwenye maisha yako kama huyo. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kusambaratisha future ya maisha yako kama huyo. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kuua ndoto zako kama huyo. Anayekuona useless. Mwanamke anayekuona useless, yani wewe utapoteza kila kitu. Mimi huwa narudia kuzungumza na nitarudia tena. Kuna wanaume wengi sana mnawaona huko nje, ni watu wenu wa karibu, sasa hivi wamekuwa ni walevi waliopindukia, wamejikatia tamaa, na pengine wewe kama mwanaume unamwambia mwanaume mwenzio, wewe mshikaji umekueje? Lakini sio kwamba yeye amependa kuwa kwenye ile hali. Amefikia pale kwa sababu ya mwanamke aliye naye, alimdidimiza na kumdharau, na yeye alikuwa anang'ang'ania kumbakiza kwenye maisha yake. Mwisho wa siku akajikatia tamaa, yani akapokea maneno mengi ambayo akamsababisha yeye aone mimi sasa sina chochote cha kuendelea kupambania tena kwenye maisha yangu. Wewe kama mwanaume usijitoe sana kwa mwanamke mpaka ukasahau jinsia yako. Usimpende sana mwanamke mpaka ikafikia mahali uone bila yeye wewe huwezi kuwa na maisha yako mengine. Usimpende sana mwanamke mpaka ikifikia mahali huyo mwanamke akikudharau kweli unakubali kwamba mimi sio mwanaume kwa sababu ya huyo mwanamke. Sio kweli. Watu huku mitaani wapo, wanaishi maisha yao, wanateleza, wanaanguka na wake zao, na wake zao wako pale wanawaunga mkono kwenye safari zao. Kwa nini wewe wakwako wanakudharau unapokuwa huna kitu? Yaani kaka, katika mwanamke ambaye hutakiwi kupoteza hata muda wa kuendelea kumbembeleza baki kwenye maisha yako, mojawapo ni huyo mwanamke huyo. Mtoe kwenye maisha yako. Sio mwanamke sahihi kabisa kwako. Huyo mwanamke pengine anachangia kukurudisha wewe nyuma. Pengine anachangia kuua ndoto zako. Pengine anachangia kukufanya wewe usipige safari ya mafanikio, yani usiongeze hatua, kwa sababu yeye mwenyewe anakuwazia mabaya, na ni partner wako ambaye kila siku unashare naye vitu mbalimbali. Unashare vitu mbalimbali na mtu ambaye hapendi mafanikio yako. Yeye anatamani kuona hizo pesa zako, aspendi tu hizo pesa. Hajali kuhusu wewe. Mwanamke yeyote akishachagua kwamba mimi siwezi kumheshimu huyu mwanaume kwa sababu hana pesa, huyo mwanamke hana heshima. Hakuwa na heshima toka mwanzo. Alijilazimisha kupretend hizo tabia kwa sababu kipo alichokuwa anafaidika kwako. Yeye hatoi heshima bure. Anataka heshima inayonunuliwa. Heshima inayonunuliwa na pesa zako wewe kama mwanaume. Yeye kama yeye hawezi kukuheshimu wewe kama mwanaume ukiwa mtupu, ukiwa huna pesa, ukiwa huna chochote. Maana yake huyo ni mtu ambaye hawezi kuwa mtu sahihi kwenye maisha yako. Kiujumla yeye hakuheshimu.
Mwache huyo mwanamke aende. Mwache huyo mwanamke aende akatafute mwanaume anayemtaka. Mwache huyo mwanamke aondoke, ili wewe upone, uanze kujitafuta upya na maisha yako. Mwanamke huyo kuondoka kwenye maisha yako sio mwisho wa maisha yako. Mwanamke huyo kukudhalilisha na kukushusha sio mwisho wa wanaume wako. Mwanamke huyo kuzungumza na kukufanya wewe ujisikie vibaya kwa mtazamo wake sio mwisho wa maisha yako. Huo ni mtazamo wake yeye. Yuko mwanamke mwingine pengine amekaa huko mahali anaomba apate mwanaume kama wewe. Usipoteze muda kumlazimisha mwanamke akuheshimu. Usipoteze muda kumwelimisha mwanamke aelewe kwamba haya ni maisha ya kawaida, mke wangu, haya mambo yanatokea. Yeye kama ameshindwa kuelewa kwamba kwenye maisha tunapitia hatua nyingi, yeye kama ameshindwa mwenyewe kuelewa na kukubali, mwache aende akaishi maisha yanayotaka yeye, akatafute mwanaume anayeona yeye hatopoteza, akatafute mwanaume ambaye anaona yeye huyo mwanaume atakuwa amesimama tu kiuchumi maisha yake yote, akatafute mwanaume ambaye huwa hapungukiwi, akatafute mwanaume ambaye huwa hapiti kwenye changamoto. Mwache aende kaka, usipoteze muda wako, usijiumize, usijitese. Wewe kama mwanaume kubali haraka sana, kwa sababu huyo sio mwanamke sahihi kwako. Huu ni ukweli mchungu, na ninatamani kila mwanaume ambaye yuko kwenye hali hii sasa hivi asikilize, ainuke, achukue hatua, aanze upya, kwa sababu tayari huna mwanamke ambaye anaweza kuwa chachu ya kukufanya wewe unyanyuke na kuanza upya. Huyo ni mtesi wako, ni adui wako, atakukandamiza na kukushusha, hatokupa heshima yoyote ile wewe kama mwanaume. Zaidi atakufanya ujisikie vibaya na ujikatie tamaa.